tunapenda tuzungumzie kwa neno la Mungu. Kama leo tena tunapenda tudiskite kwa patemu moya. Ile teme unasema ministère et l'appel. Mswali tasema huduma na wito. Wito na huduma. Wito na huduma. Lakini mbele ya yote watu ateza kuomba na kuacha hii periodi ya Bible study mikono ya Mungu. Okay, tuombe Mungu. Bwana, tunasema asante kwa neema yako na upendo wako. Umetunemisha mara tena jioni ya leo kuwa mbele ya uso wako. Tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante kwa ulinzi na uchungaji. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya kuona maajabu. Acha hizo sifa na shukrani zikurudi mara tena ni kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tunasema asante maana bado misingi ya ulimwengu Baba ulijua siku hii na saa hii Yesu Kristo. Nasi Bwana tunakuwa mahali hapa kwa ajili Bwana ya kujadiliana kwa ajili ya maneno yako. Bwana, acha Roho Mtakatifu ashuke na kutawala, acha Roho Mtakatifu ashuke na kuleta comprehension, acha Roho Mtakatifu ashuke na kutujaza hekima na maarifa katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yote ambayo Bwana tunataka kunyima mapenzi yako tunaipiga na kukemea katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana Bwana, mida na kama vile hii ni mida ambayo shetani hapendezwi Yesu Kristo. Tunahitaji Bwana utawala wako utawale kuanza programu hii mpaka mwisho Yesu Kristo. Tunahitaji Bwana yote yawe chini ya uongozi wako katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Acha Bwana ushimame, uonekane kuwa kiongozi, uonekane kuwa msaada, uonekane kuwa kimbilio, uonekane kuwa ngao na nguzo kwa ajili ya programu hii kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, uko Mungu wa uweza mlakati rafiki na Mungu wetu. Tazama mara tena rafiki tumepanda katika mlima huu ili Bwana tusikie hekima toka kwako, ili Bwana useme nasi, ili Bwana utuonye, ili Bwana utukomee turudi mara tena ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini hivyo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ndio tuko na theme mzuri sana, tunapenda shibote tuparticiper. Tunajifunza, tunapenda tumjue Mungu davantage, tujue maneno ya Mungu vile nastahili. Tunasema njoo ya wito na huduma na wito. Napenda mbe kuuliza katikati yetu hivi vitu viwili, wito na huduma, kama vile ministère na appel. Biko natembea pamoja au binachana? Parce que wito na huduma maana yake inamaanisha nini? Hivi vitu viwili ni vitu ambavyo vitatembea pamoja na vitatembea pamoja. Tunajua kwanza wito ni mtu anaweza ita mwingine mtu appel fulani na kupigia kole na kuita unakuja hapa. Bwana, ninaita mtoto fulani kuja hapa. Ninatuma mtoto, ninamuita. Ile ni wito. Na kuna kwa wito ambao tuko napenda tuzungumzie, najua ni wito ya Mungu. Ndio. Mungu kuita mwanadamu. Na katika dunia ya leo unakuta watu wako wanajiita ama wako wanaitana mkazi ya Mungu. Kuliko Mungu kuita watu wanaanza itana mkazi ya Mungu. Mfano, pastor uko mchungaji, uko na kanisa, unasema hapana, hii kanisa siwezi pata mwingine mtu hapa. Kwa mtoto wangu. Ule mtoto wako yeye kuitwa na Mungu. Wewe unataka mprepare zamani, unaona? Unaanza mprepare mtoto wangu. Je, ile ni wito ama uko namuita? Ni mzazi uko namuita. Sasa tukizungumzia huduma, surtout wa mama wa Afrika ndio wanajua kutuhudumia, hapana wa mama ya huko Bulaya. Ndio mama ya huko Bulaya kwa basi na wewe songo. Na wewe piga, lakini mama wa Afrika watu wanafanya msozi. Mhudumu ndio mtu kufanya kazi fulani ya kusaidia wengine watu. Sasa vile kuna maresomo hawa hudumu wanafanya huduma ya kupiga msosi kwa ajili ya kusaidia watu. Wale ni wahudumu. Lakini katika kazi ya Mungu unakuwa tuna huduma. Maana ukisoma katika Biblia Mungu aliwagawa. Akawafanya hapa kuwa hivi, hapa kwa wachungaji, hapa kwa walimu, hapa kwa kuna kule. Hiyo vitu vyote na ninajua vitu vyote vitakuwa viko vya advantage mkiroho kama vile mkimwili. Mimi mkiroho sana, mimi mkimwili vitenda katika njia ambayo impendezi Mungu, lakini mkiroho binakuwa tu katika njia ambayo inampendeza Mungu. Amen. Shujana mimi anaweza kuongeza? Mi wito na huduma mi upande wangu naweza nikasema kwamba ni kama mapacha. Ndio. Ni kitu kimoja. Kwa sababu gani? Wito ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo.
nina wito, mfano nina wito wa kuhubiri. Ukiwa na wito wa kuhubiri, seke ni kitu ambacho kimetoka ndani ya moyo, hujaambiwa na mtu wala hujafosiwa na mtu kwamba kahubiri. Ni wito ambao umetoka ndani ya moyo. Ukishakuwa na ule wito sasa, huduma kwako hakitakuwa kikwazo, kwa sababu ni kitu ambacho kwa Kiswahili kingine naweza nikasema kwamba ni dhamira. Ni kitu ambacho umedhamiria kufanya. Ni neema ambayo umepewa ya huduma fulani. Sasa ile neema imekuja ndani yako, ndani ya nafsi, afu wewe mwenyewe umeamua kutokana na ile neema ambayo umepewa. Sasa ukishakuwa na ile neema ambayo ni wito sasa, hutakuwa na tatizo na huduma, kwa sababu si kitu ambacho umepandikizwa, si kitu ambacho umelazimishwa na mtu fulani. Kwa sababu ukishakuwa na wito, hata kufanya kazi yoyote kulingana na wito wa kitu fulani, tuseme mfano wito wa huduma ya Mungu. Ukishakuwa na wito wa huduma ya Mungu, ina maana hata huduma kuifanya haitakuwa na kikwazo, kwa sababu ni kitu ambacho kimetoka ndani ya damu ya hujakosewa na mtu. Mimi ndio hivyo ambavyo naweza nikaelewa. Nani Ayubu alikuwa na huduma gani? Ayubu, labda unaweza kuniambia alikuwa na huduma gani, alafu ndo labda unaweza kuniuliza swali kulingana na huduma ile. Mimi napenda unisaidie huduma ya Ayubu. Yobu. Ya Yobu alikuwa na huduma gani? Yobu alikuwa ni mtumishi wa Bwana kwanza. Ndio. Kiundani zaidi siwezi nikafafanua vizuri, lakini nachojua alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Ndio, unasema vizuri, mtumishi wa Mungu. Mungu kubariki sana. Yobu alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu gani? Alikuwa anaepukana na dhambi na makosa. Tu. Hiyo ndio kwenye Biblia inamtapia tu. Kwa sababu hakuwa anafanya kazi mkanisa, hakuwa sacrificateur, hakuwa kuhani, alikuwa tunaogopa dhambi. Donc kama mtu anaogopa dhambi na makosa, ndio sasa utajua gisi ya kujerea hata huduma ambayo uko nayo. Lakini pour le moment tunaenda kuona mtu utakuta iko mhuduma fulani, ukiangalia matendo yake na huduma ambayo uko nayo biko seke hana wito. Sasa yule mtu hana wito, na maana ni kama mimi tumekutana tu, umenielekeza kitu fulani kuhusiana na maneno ya Mungu, bwana tukafanya kitu fulani, na mimi nikafuata ule mkumbo. Na hii iko sana katika na Ukristo wa leo. Naweza nikaenda sehemu nikakuta sehemu wako wanahubiri kulingana labda na kitu ambacho amegusa katika maisha yangu, tayari na mimi nafuata kile kitu, lakini sina wito. Sasa kama sina wito, sitafika mbali. Ina maana nafika mbali kwa sababu na ule wito. Yaani na ile karama ya kile kitu ndani yangu ndio nitafika mbali. Amen. Sasa nikishakuwa nayo, ina maana hata kufanya huduma fulani katika ule wito inakuwa ni vyepesi. Amen. Ya ni kweli, yote tunasema ni kweli sana. Je, tukiangalia wito na huduma, tukiangalia mzuri, papa vile anasema, papa yetu mnasema vile ni mmoja kweli. Ukiangalia vile vitu vyote biliumbwa avant mtu akuyepo. Mungu aliumba vitu vyote, alitengeneza avant. Ministeri ilikuwa yako. Ministeri ilikuwa yako, apeli ilikuwa yako. Kisha kaumba ule mwenye mtu anapasha kwa mwile kazi. Kisha Mungu kuumba kile kitu kyote, aliumba vile vyote. Hata 5 ministères tunasema les 5 ministères. Kama tutasoma mkitabu cha Ephésiens 2 verset 10. Tasikia tena. Waefeso 2 2:10. Waefeso 2:10. Ninasoma Waefeso 2:10, ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo. Katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Amina. Amen. Manake Mungu alikuwa ashatengeneza kila kitu kyote. Unajua huduma yetu unasemezea kama vile wito na
unashindwa kusema huduma na wito. Huduma ndio ministeri. Ndio. Mswahili. Huduma na wito. Huduma na wito. Appel na ministeri. Bile bintu Mungu alitengeneza avant shi kuumba tawe. Hata wewe ndani mwako pale, hata huyu, hata shibote. Tuko na bile bintu ndani mwetu, lakini utaiua je? Inastahili sasa wewe Mkristo ujitambue mwile position Mungu alisha kukuweka. Juu ya wewe kufanya kile kitu ndani ya kumtumikia Mungu. Na hata tuafia kuuliza kama tukiangalia 5 ministères. Tukiangalia hii 5 ministères, tunasemea 5 ministères. Hii 5 ministères nilikuya kazi ya otachambe. Ilikuya wakati gani? Mungu aliprepare wakati gani 5 ministères? Wakati mtu ingie mimi kwa ministère fulani. Iko nakuwa kwa mtu wakati gani? Ile mtu anaanza kuvumbula ndani ya ile 5 ministères. Juu kama tunaangalia leo watu mingi sijui kama mingi wanajitambua niko natumikia Mungu ministère fulani. Sasa kwa mtu kama Mungu aliumba vile vitu vyote, mtu anakuja hapo sasa njoo kuingia mu vile vitu. Sasa ndiko nakuwa wakati gani kuko mtu ile 5 ministère 5 ile ni kalaka. Sijui kama mtu anaweza kuwa na ile 5 ministère. Niko hivi evangeliste, niko berger, niko hivi. Au mtu kuna hiyo inakuwa kwa mtu wakati gani? Unajua tusome wa Efeso 4. Tuanze hapo 11. Tusikie nasema nini kwa Efeso 4:11. OK. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Tuache kwanza hapo. Nani ndio unasikia hapo anasema Mungu ndio alipatia wale ile mahuduma yote. Mungu alipatia watu fulani. Alipatia watu ambao aliumba kwa mfano wake, akawapatia mahuduma. Wamoja wachungaji, wengine walimu, wengine waapotre, wengine wainjilisti na wengine. Lakini Mungu ndio aliyafanya yote. Na wakati Mungu aliyafanya iko na zile zote kama vile gisi mchungaji alisema, yawezekana utakuwa na neema uko na zote. Lakini japokuwa utakuwa na zote, kuna wakati tu mmoja ambaye yuko centrale kuchunga bila wote. Ni mchungaji. Mchungaji ndio anakuwaka anachunga huduma zote, karama zote zinakuwaka chini ya uongozi ya mchungaji. Na yeye mchungaji ndio atajua sasa huyu mtoto yuko na huduma fulani. Huyu mtoto yuko na huduma fulani. Kwa sababu yeye ndio Mungu ndio jicho la Mungu pale. Na zile kazi zote, zile huduma zote, kila huduma iko na mafaa yake mkanisa. Amen. Tuseme kama vile tunasema mchungaji. Mchungaji iko pale kwa sababu ya kuchunga kundi. Anajua gesi nitajere huyu. Hiyo ni kazi ya mchungaji tu. Tuseme kama vile nabii. Nabii ni jicho la kanisa ambalo Mungu anatiaka mule mkanisa. Liko naona vitu vya nje na vya ndani, vitu ambavyo vitakuya na vitu ambavyo vishapita, na vitu yuko na control ile vyote. Donc nabii ni jicho la kanisa. Ama nabii ni jicho la ministeri. Sasa tukienda kusema vile wainjilisti. Wainjilisti ni watu wa kwenda kuleta watu kuwaleta watu nje, kuwaleta kanisani, kwenda kuhubiri watu. Amen. Amen. Na tukisema mwalimu anakuwa sapale kufunza kanisa la Mungu. Kufunza kila mtu, kumfunza kupitia karama ambayo uko nayo. Inafaa utembee hivi. Kupitia huduma ambayo uko nayo, inafaa utembee hivi. Ndio maana unasikia aseme Paulo akaambia mashemasi aseme washemasi wasili watu wako kielelezo. Wako na watu wa mke huyu. Wako waaminifu kwa wake zao. Kwa sababu wakati atakuwa pale iko ni presence banaona directive Mungu ndani yake. Iko analeta watu, anawakaribisha watu, anafanya kazi ya Mungu, ministeri ya Mungu. Na haya yote ambaye atisa tuambia vizuri kuhusu mtu kujitambua, kuhusu huduma na wito ni mchungaji. Yeye yuko na sie bote, ndio anatulea sie bote mikono yake. Amen. Nani mimi natuongeza? Ndio vya kweli papa yetu anafungula mambo ya kweli, anaenda
tunatelemusha. Ni vya kweli Mungu, wakati Mungu anaumba mtu, alimuita njoo ya kufanya kazi ya Mungu. Wakati alimuita njoo kufanya kazi ya Mungu, Mungu alipreparaka vama mwanzo ya kuumba kila kitu. Mpaka tulisema. Na Mungu wakati anaumba mtu yuko nazalika kama vile inconscient. Ajua yake mimi naweza kufanya nini? Wakati mtu ni Mungu ndio anaanza kuavertir. Atavertir ndani ya mtu. Leo par exemple unakuwa mtu mafulani ministère, unakuwa kama uko unakuwa evangeliste, unakuwa prophète. Sasa ni Mungu ndio anaanza kufanya nini? Kwenda kuingisha ile ndani ya mtu. Parce que Mungu ndio anaanza kuavertir kitu ndani ya mtu. Ndio wakati mtu anazalikuwa. Sasa hivi tuseme tu ba exodi hata huyu batoto wakati unazalika. Ayo sasa tezi kuyana. Lakini Mungu ndio anaanza kwenda kuweka ile 5 ministères ndani ya mtu. Wakati Mungu anaanza kuweka ile 5 ministères ndani ya mtu, ndio pale unaona mtu anaanza tena kwenda kuvumbula ke siku moja anaweza kutumikia Mungu. Unaweza kuwa na ile ministère yote, mais unapaswa kuwa positionné kitu kile unaweza mtumikia. Niko evangeliste, niko mwalimu, huyu mwingine anaweza kuwa ni mwalimu. Huyu mwingine naye ni ritual kanisa prophet. Kila mtu anapasha kuya mkile Mungu eko natengeneza. Tukiangalia mzuri, tusomee po Romains 5:20. Romains 5:20. Sasa mama leo wana kusema mama karibu sana, ni tunazungumza ni kusaidiana tu. Neno la Mungu tu unapatiana njoo akili na kujua kumjua Mungu. Romains 5:7. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Amen. Romains 5:7. Najua utasema tena. Unajua Mungu vile alituumba papa. Mungu wakati alituumba ashikutumbe hii mambo ya dhambi mtu anakutana nayo ni pa dunia. Haleluya. Wakati mtu anakuwa pa dunia ndio anakutana na dhambi na mabaya yote, lakini wakati mtu anazaliwa ayue vibaya. Kama unaangalia mtu wakati Mungu unamuita eta ya mtu njoo kukutana, dhambi inaanza nayo kumfuata. Anakuwa deja atezi kuwa possédé na maproblème, anaweza kuya anakuwa maladif. Ile sababu Mungu anakuita. Unaweza kujikuta huko mzambi, Mungu anaweza kukuita huko mzambi. Neema ya Mungu ishakufunika, neema ya Mungu ishakutufunika. Wakati Mungu anatuita, lakini Mungu anaweza kukukuta, Mungu asitakukatari. Anaweza kukukuta huko mzambi. Anaweza kukukuta huko maladif. Anaweza kukuta huko païen. Anaweza kukuta sasa par exemple kaya Saul. Mnamna Mungu alimkutaka eko alikuwa metrier bandi. Mungu anaenda kukutana naye munjia ya Damas. Alina na huwa enda kuwa baminifu kwenda kuwa kanisa ya Mungu kufanya. C'est-à-dire que neema ya Mungu iko nafunika kwa watu wote. Lakini ni siku ya kujitambua wakati Mungu anakuita kukuta Mungu etakani. Sijue kama mtu anaweza kuongeza hapa hiki kipande kufuatana mwebi tunasema wakati uso nasema naongezea hivi nasema wakati mimi nasema toka Romains 5. Ndio. Romains 5 ndio ile ningo nasema na wakati Mungu yuko naita mtu ndio anaenda kukutana na Mungu anamkutana na mtu selon etat yake vile alimkuta. Anaweza kukutana na wewe huko mtu wa mzambi. Anaweza kukutana na wewe possédé ou bien kuna maladie. Vyote vile Mungu anaweza kukuta, Mungu yuko capable ya kutosha vile vyote. Huko mpagano na kutosha mule. Au nakukuta mukasa mnaleta mfano ya Saul wakati alikuwa metrier bandi eko nenda kuua bana. Mungu anaweza sasa kuingia mule njoo ya kutosha mule. Sasa nipenda nani anaweza kuongezea hapa hiki nasema mnaona aliye parce que tukuna zungumzia. Unajua pasa Biblia inasema hivi. Hakuna aliyekuja kwangu asipovutwa na Mungu. Amen. Hakuna mtu ambaye atasema aliingia tu mkanisa hivi bila Mungu kumuita. Na Mungu anaitaka watu njia tofauti. Atatoa huyu mubari, anamtia kwa anapenda peke.
atatoa huyu huku mubwizi anamtia kwa anapenda. Anaweza mtoa huku kule na kule. Ni Mungu ndio alikuwa maître ya vile vitu vyote. Ni Mungu ndio alikuwa maître ya vile vitu. Lakini dunia ya leo pastor, tuko napenda kujiongoza sawa sawa na akili yetu. Kujiongoza sawa sawa na mawazo yetu. Kuliko kuacha tutembee sawa sawa na maneno ya Mungu, tunaanza penda kujiongoza gisi tunapenda. Angalia example ziko mingi. Watu wengi tulitoka mu Afrika, tulikuwa Wakristo, tulikuwa tunaelewa makanisani. Na wachungaji na wazee. Tulipofika tu hapa, tunapata changer identité direct. Ukipanda ku Facebook unabadilisha sauti. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuongea pale maneno, unaweza kuhubiri watu, unaweza kuhubiri, unasahau kama wewe ungaliki na wewe kulelewa. Ili baukomalishe mzuri. Donc wakati inafika katu ya ministeri inasemaka ndani ya mtu. Huduma ya kazi ya mtu. Ndiyo. Inasemaka ona papa John iko pale. Sasa siku moja tungaanza kwa sisi tunaanza tuma nyimbo za wokovu. Na sasa donc tuwako kile kwa mama Nyasego. Tuko na hiyo nyimbo. Asi papa anatuma zile kasi. Nikasikia tu akunyambia kitu nini? Nikasema hapana. Huyu ni tunda la Mungu. Iko na matunda ndani mwake. Unasikia tu iko na imba, hata tuimbe na namba fulani. Pale nafanya inamconnectia parce ni vitu wenye alikuwa amo. Unasikia? Alikuwa vitu viko ya kusukumiwa ama huko unajisukuma. Kwa tu sasa tutasikia tunafukuza kadogo tu na pale inaingia mu system. Kwa sababu Mungu alishamtemo kashi zamani. Sasa haitakuwa tuko na prosperity Mungu. Ni lazima tunachunga Mungu aendelee kutumika na sisi pole pole, kila mtu kwa wito wake na huduma yake. Hiyo ndio kwa sababu sisi tuko watu wa Mungu, tulikuwa kwa mfano wa Mungu na tuliitwa na Mungu. Angalia mfano ya nani? Ya huyu Yusuf naye ukisoma katika kitabu cha nani? Cha Mwanzo mpaka nani akasemaka hivi nani? Huyo mfalme alikuwa nani Egypt alikuwa mfalme nani? Potifa. Asema tupate mtu huyu kama vile watu mwenye kutana roho ya Mungu ya hivi. Hapo kwa sababu yoyote kupitia tu kulala tu Mungu anamfunulia hivi na hivi na hivi. Mpaka leo tunamwimbaka. Yusuf, unaona kwa sababu gani pasta? Alikimbia kazani. Donc katika huduma yote na karama yote, cha kwanza watumishi wa Mungu ni lazima ukimbia dhambi. Kushimama kumitandao service tunatia en direct bana haito kusaidia kitu. Kukimbia dhambi. Dhambi ya kila aina, dhambi ya macho, dhambi ya masikio, dhambi ya ulimi. Tusikona watu wa miguu ambao miepesi kwa kukimbilia dhambi. Tuwe watu wa kuwa wepesi miguu tukimbilia katika kazi ya Mungu, kukimbia dhambi. Wakati tutakimbia dhambi, tutafanya maexploit makubwa. Mungu yeye pekee atakuwa analeta watu, atakuwa na convaincre watu kwa sababu ya kuogopa dhambi na makosa. Wakati unaogopa dhambi na makosa, utauza ministeri iko inasema. Iko naambia watu mwende kule kwa sababu tunaogopa dhambi na makosa. Ndio huyu mtumishi wa Mungu nani? Mtumishi wa Mungu Yusufu. Kupitia tu kuogopa dhambi. Sasa siwezi fanya japo kwa niko nyumba ya mfalme mama. Nifanye itendo kabisa. Mimi nitajisikia atanitia ujasiri, lakini nitamkosea Mungu. Akakimbia. Lakini kule sasa alikia ule mwanamke akakia frappe pesa ngunda. Ndio kama ngunda alikuanza leo. Kama dosi mama. Alikuanza leo. Ule mwanamke sasa hata huyu nitasema. Huyu mgeni watuletea hapa. Hapana. Alikuwa anatafuta kia kunifanya hivi na hivi na hivi. Pale kwa mwanamke afanye nini? Bakamtuma mprizo. Kumbe sasa kule ndio kwenye Mungu ataka kujirevele kupitia huduma ambayo iko nayo sasa. Amen. Amen. Kupitia tu ndoto. Akushimama kaanza kuhubiri, akushimama alikuwa mwalimu kupitia tu ndoto tu. Akafanya nini? Mungu akajinua. Na wakati Mungu alijinua mpaka akashapote Egypt yote. Donc kama uko na woga wa Mungu, kote ambapo tutakuwa kazi ya Mungu itakuwa nasema ndani mwetu. Kazi ya Mungu itakuwa nasema ndani mwetu.
Amen. Amen. Ni kupitia nini? Kazi ya Mungu. Ndio inatumaka iko nafanya kazi wakati unakimbia dhambi. Donc kia muhimu. Kwa hiyo yote kwanza ni lazima tuogope dhambi na makosa. Tukimbia dhambi na makosa ni hapo kazi zote ambazo Mungu atupatia zitakuwa zinafanya kazi kama vile impasavyo Mungu. Amen. Tusome kwanza ile kitabu tunasema ni Mwanzo 41 38 Genèse 44 Genèse combien? Genèse 41 38 38 inasema hivi: Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Unasikia? Aseme Farao akasema tupate mtu kama vile huyu wapi? Tumpate huyu mtu kama vile huyu wapi? Mwenye kuna roho ya Mungu ndani mwake hivi. Kupitia tu nini? Ndoto tu. Utafsiri ndoto. Lakini pour le moment leo tunapenda sote tukue manabii. Kama sasema shika roko baba masima sio tumishi. Na hata siku nilimwambiaka hapa. Baraka tufundishe kutabiri, kwa tufundishe. Esi ni vinakuwa kule batufundishe kutabiri. Sema ri ba ndo sende rende. Ndio tunapenda basi wote tukue tu alaini. Si ndio wa kutabiri. Maki ndio niko mtumishi. Bai kuambia sema huko shemasi maki wako mtumishi. Hakuna karama, hakuna huduma kubwa na huduma ndogo. Kila huduma ni kubwa kwa wakati wake. Ni huduma tu ya Mungu. Ni huduma ya Mungu. Sasa dunia leo iko napenda nikishimama hivi bado tu wanaanguka sasa niko mtumishi. Naona sasa jambo kama niko. Hapana. Ile yote itakuwa kwa wakati ambapo tutakimbia dhambi na makosa. Wakati tutakimbia dhambi na makosa, vyote vitakuya. Mtumishi wa Mungu hapa Yusufu mpaka leo tunamwimbaka. Mpaka leo. Na tunapanga watoto wetu mpa Yusufu. Jua nini? Kwa sababu ya kuogopa tu dhambi. Wakati aliogopa dhambi, Mungu akasema huyu mtu ni wangu. Akamwambia saa, akaota ndoto. Akamwambia mambo wale mkutano uko na habari, wewe kichwa chako bataichinja kesho wewe. Ilifanyika. Mfano leo ukiona madrasa hivi neno hata ngombe 7 za mnene za kugonda hata ni hivi. Jua nini? Ya kuogopa dhambi na makosa. C'est pour dire hakuna karama kubwa ama ndogo. Kila zawadi ni kubwa kwa wakati ambao iko nafanya kazi. Wakati mimi nafanya kazi hivi, hii ndio kutoka. Mimi nikimaliza hapa, dada anaanza kufanya kazi naye, hii ndio akabambi kusie wote. Yeye yake maza, dada anaanza kufanya kazi hapa, yeye ndio akabambi. Ndio sio dumana. Yana maza hapo papa anakamata pale, ndio inakuwa kazi ya Mungu. Au kuwaki mtumishi mkubwa na mtumishi mdogo, sie wote tuko watumishi wa Mungu, mumeme niveau. Lakini tuogope tu dhambi na makosa mengi. Na kuhusu kwanza tuangalie habari za huduma pastor. Habari kwanza za huduma tunaanza Petro wa kwanza 4 10 Premier Pierre. Lakini kafungua akajua kaewa nako kaingia. Na kaewa kaingia ndio sasa tunakuwa kati yake kanapita. Premier combien? Premier Pierre 4 10 kushuka pole pastor. 4:10 kushuka tunasoma. 10 inasema comme des bons dispenseurs des diverses Premier Pierre 4:10 comme des bons dispateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Unasikia? Tuisome na Mswahili tena. Ndio baba. Kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kama vile mawakili wema. Kila mtu ahudumie mwenzake. Wakati mimi niko na ubiri, niko na hudumia watu yote, na Mungu jisikie kufurahia. Mimi wakati mimi nitaikala chini,
huyu naye anaanza tupatia profesi. Tutakuwa tunasikia sauti ya Mungu, tunasema Mungu abarikiwe. Tungejuaka hivi wapi? Sikia vile Mungu anasema. Kupitia nani hii huduma? Wakati wanamaliza unaanza tupatia iko na tafsiri ndoto. Hapana, hii ndoto inasema hivi na hivi. Ina maana hivi na hivi. Make pale directement tuko tunajengana. Kazi zote za Mungu ziko zinafanya kazi. Hivyo ndio kisi Mungu anapenda. Mungu apendi. Mungu aturumie sana watu wa Mungu. Huko nakuta kanisa mtu asikamata kanisa na kwa yake. Unakuta mtumishi yeye ndio anakuwa tunahubiri kila siku. Hivi fulani kuhubiri hata asinyoa hakuna ngoma taniombea. Ingekuwa tu ni papa aniombee tu lakini hapana. Kwa Mungu anatumika na papa, anatumika na huyu. Kwa Mungu anatumika na mimi, anatumika na huyu. Ndio Mungu anafanyaka vile. Amen. Sasa sie tuko naangalia tu maisha kujitia fasi moja. Kusema lakini tujue kama huduma ya kila mmoja wetu inafaa. Katika kazi ya Mungu inafaa, ni ya muhimu sana. Inasaidia kwa kuelimisha kanisa la Mungu, inasaidia kwa kujenga kanisa la Mungu. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu alituitia watumishi wa Mungu. Shuka papa, tusikie nasema nini tena pale. Shuka kidogo. Nilikuwa nimeshatoka nitaka mstari. Ilikuwa ni Petro wa kwanza, ndio. Petro wa kwanza 4:10 ndio ilianzia. Nasema hivi, si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles et de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Papa, acha tusiwe. Tuende na Swahili kidogo. Unasikia papa? Yote ni Mungu ndio yuko anavifanya. Yo Petro wa kwanza. Naona mtu mwenye Kiswahili, Kifaransa haiko lugha yangu. Bisi okay. Petro wa kwanza tunaona mavu. Twende huko mimi. Petro wa kwanza 4 na mstari wa 11. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Maana kama tuko nasema hapa hivi ni maneno ya Mungu. Ili tusipunguze ama tuseme jinsi Mungu asema. Ndio ile siku tukasema hivi mama. Kuvala ka pantalo, watu bashaanza kuhubiri mbaya. Baada sema tu ukivala pantalo ni dhambi. Mwanamke asivile pantalo ni dhambi. Biblia inasema hivi. Biblia inasema mtu asivali mavazi ya mwanamke, mwanamke asivali mavazi ya mwanaume na mwanaume asivali mavazi ya mwanamke. Sasa baada ya kutengeneza hiyo mavazi, si bazungu. Kwa mavazi wanasema hii ni ya mwanamke. Sasa ukienda unajua ni pantalo ndio ivala na bwana basi sema ni bazungu. Basi sema ni ya wanaume au yaingia mwerere kwa Mungu pale vile. Mungu aturumie sana. Amen. Ndio maana sasa tusipunguze wala tusiongeze. Twende vile vile nasema, twende papa. Yeah. Na mtu akihudumu na hudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu. Kama mtu uko nafanya huduma, ninafaa ufanye kwa nguvu zile ambazo Mungu iko na kutumikisha hapo. Usikamate vingine za kuongeza. Jua ukwe populaire, ujulikane mdunia mzima wakujue uende kuongeza vingine. Ndio uko nakuta watu baenda fa vitu wenye abangefanya. Anapenda watu ndio bamuone. Kumbe huko watu Mungu amjuake tena, asha watu ni video pale iko na foka tu. Anapenda ni nguvu za ziada. Bamuone. Mtumishi alikuya alinda tampere, watu waenda watu kutoa huru na teta tampere. Ile tu success. Kumbe huko Mungu haiko tena katikati yetu. Tushuke papa. Ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Amen. Acha Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Ili Mungu ndio afanye nini? Atukuzwe. Sasa dunia leo atufanye Mungu atukuzwe. Tunafaa sie watuone. Batanisikia leo nitamhubiri. Unasikia? Niko na unasikia kule mama nitamhubiri leo. Basi zoea watu hao. Niko natoka nenda napanga haiko tena vya Mungu. Ukuziko Mungu wa nani? Mungu atukuzwe kwa sababu